Team Tash, hii nayo najua itawafurahisha. Watoi wa Kanyare hawataki kukaa na Kanyare. Wamesema wanataka kuishi na Daddy na wanataka waendelee kuishi Edenville. Hawataki kuhamishwa, hawataki changes, wanataka vitu zibaki vile vile mama yao akiwa zilikuwa. They don't want any changes, any movement, anything. Wanataka vitu ziendelee hivyo hivyo. Na watoi waliambia baba yake hawataki kuendelea na hiyo shule because Daddy anawapeleka US. So watoto Daddy ana plan atawasomesha hapa USA. That's the plan. Na watoto wanataka pesa yenye ilichangwa ikuwe ni pesa ya kutravel na ya needs zao za up and down because hiyo pesa hawataki ipelekwe shule. Them watoto wanasema wanakuja kusomea US. They don't want that school. Anyway, watoto wanamwambia wewe baki kuwa a provider na Daddy, tuendelee kuishi na Daddy. Tukitaka something tunakuja kwako. So watoto at this moment whatever they need they usually call baba. Baba ni yeye ananunua everything watoto wanataka. Lakini Daddy ni wakupaka watoto mafuta ya nywele, kuwapeleka kwa gravesite, kuwapeleka maraundi. But when it comes to the needs inabidi wapigie baba. Na Daddy anawaambia pigeni baba yenu, si mko na baba, pigeni baba yenu. So anyway, watoto walikuwa wamezoea hivyo wakiwa na mom because baba ndiye alikuwa na provide vitu, needs zao zilikuwa zinamitiwa na baba wakati mom alikuwa hai. So at this point baba amechanganikiwa aendelee ama asiendelee. Baba hataki kung'ang'ania watoto ati kuwapigania ati watoe huko na fujo because hataki watoto wamchukie. Baba anasema the last thing anaweza taka ni watoto wamchukie. Na sasa anachanganikiwa because anapenda watoto wake like he loves them to death as his children. Alisema watu wamemzoea kumuona but he loves his children. Yes, relationship yao na mama haikuwa poa, lakini wakati mama ameolewa na Tash they used to talk 3 times a day, na akatuonyesha receipt. Ni ukweli, call log ilikuwa imejaa mama Sky, M-Pesa, mama Sky. Kanyare ni wale watu wako na soft na heart soft sana. Hapo anataka kukasirisha Betty when it comes to needs za watoto, alikuwa hapo number 1. So Kanyare as we speak amechanganikiwa, hataki kuforce watoto, hataki watoto wamchukie. Let me ask you, kama ni wewe mtoto wako aseme atoki mahali, unaweza endelea kumprovidea ama utakat hiyo support, financial support, useme basi Daddy aendelee kusupport? Because sisi wote ni tofauti. Kabla utukanane, ebu tumia hiyo matusi yako, ebu think again. For the first time utulie kidogo. Sasa hata nimekubembeleza. Kabla I know unaweza nitukana. I know nini sijaitwa kwa hii dunia. So hiyo matusi haita make difference. Ebu sasa ongea kama mzazi ama kama auntie ama kama niambie, do you think Kanyare anafaa kuendelea na hiyo support ya finances kupatia watoto wakiwa na Tash, ama do you think Tash anafaa kuwa fair enough achukue responsibility zote? Because Kanyare alisema yeye hatatoa watoto na fujo. If the kids hawataki haezi wa force because hataki wamchukie. Kanyare alisema me the last thing I want is to hurt my kids feelings. If the kids want to stay with Tash, fine, anaweza walete wa stay na Tash. Lakini kwa condition moja, basi Tash is ready to take over na asikuje kuambia Kanyare. Lakini kama ni yeye ana provide kila kitu, lakini kama ni yeye watoto wana expect a provide, yeye anataka kuishi na watoto wake, but watoto wanamwambia no, sisi tunataka Daddy.
we want daddy. Aki naomba tu wao watoto wasikuwe brainwashed. Na by the way watoto walikatazwa kuongea na watu wakina Betty. Na kwa hiyo gate sister za Betty waliambiwa hata warning, mawocho wamepewa warning wasifungulia watu wakina Betty. Yes, sister zake walifika kwa gate wakakatazwa kuingia, na watoto hawaongei na shosho, hawaongei na anybody kutoka side ya Betty. So hivyo ndio story iko. Huyo ndio daddy mwenye anapakana mafuta, lakini hiyo mafuta inanunuliwa na Kanyari. Daddy anapaka mtoto mafuta, anampaka, anamvalisha nguo zimebaiwa na Kanyari. So I don't know kama ni wewe mwenye matusi, wewe mwenye unaongea shonde, tell me wewe kani wewe unaweza do nini? Cause wewe najua unaweza toa vita. Wewe nakujua vizuri sana. Wewe ungekuwa sasa hivi umemwaga damu. So anyway, wale watu wajezoea kuona handsome men ndio nyinyi mmechizi mkiona Team Tash handsome, fine, unaweza kuwa Team Tash, it's okay, but for the first time please comment hapa kama mzazi ama kama auntie ama kama, ongeeni sasa juu ya hii decision. Kanyari aondokee ama na hawezi ondokea, ni watoto wake. Sasa Kanyari afanye nini? Mnataka afanye nini? Ebu saidieni, na I'm sure Kanyari ataona video kaa hii aone comment. Ebu mwambieni, niambieni, what should Kanyari do at this point?